Jina langu ni Stanislaus Beatus Choaji, ni katibu tawala msaidizi wa huduma za uchumi na uzalishaji mkoa wa Singida. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Singida, Mheshimiwa Halima Omar Dendego aliitisha kikao tarehe 17 mwezi wa 12 2025 kwa lengo la kukutana na makampuni matatu ya ununuzi wa tumbaku. Makampuni hayo ni Magefa, Bayexen pamoja na Farmers Rock ambayo yanadaiwa malipo ya tumbaku ambayo wamechukua kutoka kwa wakulima kwenye msimu huu wa 24-25. Msimu wa ununuzi wa tumbaku ulianza mwezi Mei 2025 mpaka mwezi Agosti 2025. Lakini makampuni haya tangia wakati ule yalipochukua tumbaku za wakulima hayajakamilisha malipo, na kumekuwa na jitihada kadhaa ambazo zimefanyika. Jitihada hizo zimehusisha ofisi ya mkuu wa wilaya Manyoni, lakini pia ofisi hii ya mkuu wa mkoa, lakini pia ushirika kwa maana ya SEAMCO, chama kikuu cha ushirika ambacho kina maeneo ya AMCOS zinazoshiriki kwenye kilimo cha tumbaku kwenye halmashauri ya wilaya ya Itigi. Sasa kutokana na kikao kile ambacho mheshimiwa mkuu wa mkoa alikiitisha na ambacho kimsingi aliwaita wakurugenzi wa zile kampuni tatu ili waje waeleze na kimsingi walete malipo yale ya wakulima ambayo wanadaiwa, ambayo yanafikia jumla ya dola 804,811.03 dola za Kimarekani. Hayo ndio madai ya jumla ambayo makampuni hayo matatu yanadaiwa. Lakini kwa kampuni moja, kampuni ya Magefa inadaiwa dola 465,211.19. Kampuni ya Bayexen inadaiwa dola 297,255.18, na hii kampuni ya Farmers Rock yenyewe inadaiwa dola za Marekani 42,344.66. Kwa bahati mbaya sana wamiliki wale wa hizo kampuni wenyewe wakurugenzi hawakufika, wakawaleta hapa wawakilishi wao, na kwa bahati mbaya zaidi kampuni moja ile ya Farmers Rock haikufika kabisa, hata haikuwa na mwakilishi. Lakini wale wawakilishi waliotumwa walivyofika na kuulizwa ni lini sasa makampuni hayo yatakamilisha malipo ya wakulima, hawakuwa na majibu. Na kwenye wito ambao mheshimiwa mkuu wa mkoa aliwapelekea, aliwaambia lazima wafike wakurugenzi wenyewe, lakini wale ambao kama hawatafika, wale watakaofika wawe na majibu, ikiwa ni pamoja na malipo ya wakulima. Wakurugenzi wa kampuni haya, mkurugenzi wa Farmers Rock yeye yuko nje ya nchi, ni Mzimbabwe, yuko Zimbabwe tuliambiwa, lakini mkurugenzi wa Magefa yuko ndani ya nchi na mkurugenzi wa Bayexen yuko ndani ya nchi, na taarifa hizi wanazo, lakini hawajafika kwenye kuitikia wito wa mheshimiwa mkuu wa mkoa kama alivyowaita. Na hatua hii ilichukuliwa kwa sababu kwanza ni muda mrefu tangu wakulima wauze tumbaku zao hawajalipwa, na kwa sababu hiyo kumekuwa na malalamiko mengi ambayo mheshimiwa mkuu wa mkoa na mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Manyoni wameyapokea. Siku za hivi karibuni, wiki hii ilikuwa siku ya Jumanne, kulikuwa na timu ya kutoka halmashauri ya wilaya ya Itigi ikiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri, walifika kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa lengo la kumuomba asaidie kufanya ufuatiliaji wa karibu ili wakulima waweze kupata malipo yao. Na walisema kabisa, ile timu ya mheshimiwa mwenyekiti walisema kwamba wakulima wamechoka kusikia hizo porojo ambazo wanapewa na makampuni hayo kwa muda mrefu sasa, zaidi ya miezi 4 tangia mwezi wa 8. Baada ya majadiliano sasa, na kwa sababu hawakuwa na majibu yoyote ya lini hizo fedha zitalipwa, lakini kwa kuzingatia umuhimu wa wakulima kwamba wamevumilia kwa muda mrefu, mheshimiwa mkuu wa mkoa na kamati yake ya ulinzi wakakubaliana kwamba wale wawakilishi wa zile kampuni mbili waliokuwa wamefika, mwakilishi wa kampuni ya Magefa na mwakilishi wa kampuni ya Bayexen, washikiliwe hadi hapo wakurugenzi wa kampuni hizo watakapofika Singida kukutana na mheshimiwa mkuu wa mkoa mwenyewe wakiwa na malipo hayo ya wakulima ambayo wanadaiwa. Lakini baada ya kikao cha juzi, mheshimiwa mkuu wa mkoa akatoa nafasi tena ya hao wamiliki wakurugenzi wa hizo kampuni tatu kufika kwenye kikao cha kamati ya ulinzi tarehe 18 mwezi wa 12 saa 3 asubuhi. Kwa hiyo tukafanya jitihada, tuliwapigia simu hao wakurugenzi, lakini tuliongea na mkurugenzi mkuu wa bodi ya tumbaku ili asaidie kuwasisitiza hao wakurugenzi wa hizo kampuni tatu wafika kwenye kikao. Lakini jana kwenye kikao hawakufika pia. Bado tulikuwa na hao wawakilishi wawili wa makampuni hayo ya Magefa na Bayexen pekee. Yule wa Farmers Rock aliendelea kukaidi
wito wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Tuliendelea kuwasiliana nao kuwataka sasa watume malipo ya wakulima ambao wanadaiwa, lakini jitihada ambazo zilifanywa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa hazikuwa na mafanikio kwa maana ya kupata malipo hayo yanayodaiwa ya wakulima kutoka kwenye hayo makampuni matatu. Kikao cha kamati ya ulinzi ya mkoa kiliamua kiendelee kuwashikilia hao wawakilishi wale makampuni mawili ambao walifika tangia juzi kwa lengo la kusisitiza wafanye hayo makampuni matatu yafanye malipo ya wakulima ambayo yanadaiwa kwa muda mrefu, na ambao kwa sasa mnafahamu wote wakulima wanaingia kwenye shughuli za kilimo lakini hawana fedha za kutumia huko kwenye shughuli hizo za kilimo, hususan kwenye kilimo cha tumbaku. Maanake ni kwamba kwa msimu huu ambao tunaanza na mvua zimeshaanza kunyesha, wakulima watashindwa kulima kuingia shambani kwa sababu ili kulima tumbaku unahitaji mtaji, lakini pia wanahitaji fedha kwa sababu ya matumizi mengi tu. Sasa hivi tunaingia mwezi Januari, wanahitaji kupeleka watoto shule, wanategemea fedha hizo hizo na kadhalika na kadhalika. Lengo la mkoa ndi hilo, kusisitiza tu fedha za wakulima zilipwe. Wakizilipa hakuna shida yoyote, hao walioshikiliwa wataachiwa. Unatoa wito gani kwa makampuni mengine ambayo yanafanya udanganyifu wa aina hii? Wito wangu kwa makampuni haya yanayonunua mazao ya wakulima ni kuonyesha uaminifu, kwa sababu kwa mujibu wa mkataba wa ununuzi wa tumbaku ambao makampuni haya wamesaini kati yao na vyama vya ushirika vile vinavyouza tumbaku, makubaliano ya ununuzi kati ya makampuni haya na wakulima wetu ni kwamba makampuni ya ununuzi yakichukua tumbaku, yakikubali kununua hizo tumbaku, ndani ya siku 14 fedha za wakulima ziwe zimelipwa. Lakini ndugu waandishi wa habari, mnaweza mkahesabu kwamba siku ngapi zimepita kutoka mwezi wa 8 ambapo ndo tumemaliza kuuza tumbaku mpaka leo, ni zaidi ya miezi minne. Kwa hiyo hii kusema kwamba kuna sehemu nyingine soko, ili sisi kama mkoa wala hatuchukulii kama sababu ya msingi. Haya makampuni yanayokuja kwa wakulima na kununua mazao ya wakulima, basi yazingatie makubaliano ambayo yanawekwa. Ni muhimu sana wakulima wetu wakapata fedha zao mapema. Hii itasaidia sio tu kuondoa kero kwa wakulima, lakini itawasaidia wakulima kupata hizo fedha na kuendelea na shughuli zao za kawaida. Kama ni kununua pembejeo, waweze kununua pembejeo, lakini kama kufanya shughuli za kujiletea maendeleo, ziweze kufanyika hizo shughuli za kuleta maendeleo. Na tulivyouliza sasa kwa nini mmefanya hivyo msimu huu, wao wanasema kwamba wanunuzi, makampuni ambayo wao wanawauzia hawajanunua hiyo tumbaku yao ambayo wameikusanya kutoka kwa wananchi. Na kwa nini hawajanunua? Wanasema kwamba kuna uzalishaji mkubwa kwenye nchi ya Brazil na nchi nyingine, ambako sasa kwa sababu kwa uzalishaji ni mkubwa, hata bei wanayonunulia ni ndogo. Kwa hiyo wanasema wananunua kwanza kule, alafu huku watakuja baada ya kununua kule. Yaani kwamba kwa sababu huku wanaona bei imekuwa kubwa, sijui kwa sababu gani, lakini wanasema kwa kimsingi kuna uzalishaji mkubwa kwenye nchi ya Brazil na nyinginezo, ambao sasa kwa sababu uzalishaji huo ni mkubwa, bei ni ndogo. Kwa hiyo wanasema wamekimbilia huko ambako bei ni ndogo, alafu huko watakuja kununua baadaye. Lakini makubaliano ya ununuzi hayasemi kwamba kukitokea changamoto ya namna hiyo basi wakulima wetu wasubiri kwa kipindi chote hicho. Hapana. Plani A, B, C mpaka Z ni hela za wakulima zilipwe. Hakuna cha plani A sijui Z. Plani A mpaka Z ya mkoa actually ndio msimamo wa serikali ya mkoa, ni kwamba wakulima lazima walipwe fedha zao.